Mtazamaji wa Kishamba Media, tuko media tour leo hii, tuko ndani ya timu ya TRA United. Tumekuja kuzungumza na wachezaji, watuambie mambo baadhi kuhusiana na football, lakini pia maisha yao binafsi kwa uchache. Niko na mchezaji Adamu, miongoni mwa wachezaji ambao wamepita kwenye vilabu vingi. Amecheza ndani ya Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania amecheza. Tutazungumza naye machache kuhusiana na timu ya TRA United, lakini pia yeye binafsi ana yapi ya kuzungumza. Adamu, mambo vipi? Poa. Unaenda Kabisa. Ndani ya TRA United, maendeleo yetu, kodi yetu, maendeleo yetu. Tuambie, tuzungumzie kwanza Tabora, mambo yanaendaje? Tabora? TRA. TRA timu nzuri. Timu jina jipya lakini timu ya zamani. Wachezaji wazoefu wa ligi ambao hapo. Timu inahitaji kufanya vizuri na sisi kama wachezaji tunahitaji kufanya vizuri kwa sababu ya walipa kodi. Kwa sababu ya walipa kodi. Tuambie kwanza mchezo wenu dhidi ya JKT Tanzania. Pangaji kwenye safu ya ushambuliaji, bila shaka unaongoza wewe chini ya kocha mpya Etienne Deragiji. Kwa kuzungumzia mechi ya JKT tumejiandaa vizuri sisi kama wachezaji, tuna moral, tunatamani siku ya kesho iweze kufika ili tuweze kufanya kazi. Tuweze kuonyesha kile ambacho kocha wetu ametupa, tuweze kukionyesha katika mchezo wa kesho. Mafande JKT Tanzania wana timu na wana kocha kijana pia. Wana kocha kijana, wana timu. Hata sisi pia tuna timu. Na wote tuko level moja, tunacheza level ya Premier ambayo ndo level ya juu ya ligi ya Tanzania. Kwa naamini mwenye uwezo kesho ataonyesha uwezo aliokuwa nao. Ataonyesha, atapata matokeo. Unazungumziaje soka letu kwa hivi sasa lilikofika? Kwa sasa tumeendelea. Yaani tumeendelea, tumepiga gap kubwa sana. Ukiangalia kipindi cha nyuma na sasa hivi kuna utofauti mkubwa kwa sababu tumepiga hatua. Unaona hata timu zetu ambazo zinashiriki labda klabu bingwa au shirikisho, unaona hatua ambazo zinafika, zinatuwakilisha vizuri. Ukiangalia national team inashiriki mashindano ambayo ni makubwa na inafanya vizuri kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo tumepiga hatua. Nafikiri tumepiga hatua kubwa sana. Tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunaenda tunakurudi. Lakini sasa hivi unaona tunaenda tunashindana. Hapo kwenye kwenda na kushindana, sasa hivi tuna timu zetu 4 ziko kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Bila shaka weekend ulitazama mechi? Mimi sio mtaalamu wa kuangalia mpira. Kwa nini? Mimi ninacheza mpira lakini sio mshabiki wa mpira. Wewe sio shabiki wa mpira? Hapana. Kwa maana hiyo hauna timu yoyote ambayo unaishabikia wewe duniani? Hakuna. Kwa Arsenal, Real Madrid? Hakuna. Sina timu nje, sina timu ndani ambayo naishabikia. Kwaje hiyo sasa? Ni mimi tu yani. Nafikiri kila kitu kinatokana na malezi. Kwa sababu mimi jinsi nilivyolelewa, sikuwaona wazazi wangu wakiwa wanashabikia mipira kama hivi ya Tanzania. Mimi nimekuja kujua wazazi wangu wanashabikia timu za kibongo hizi. Mimi tayari nacheza ligi. Kwa hiyo yani sikulelewa kwenye yale mazingira labda baba anaenda na wewe labda kuangalia mpira. Nakumbuka babangu alikuwa anashabikiaga Arsenal tu, ndo nakumbuka nikiwa mdogo. Lakini sasa kumuona eti labda mechi ya Simba au ya Yanga labda au ya sijui timu gani, Azam sijui labda anaenda. Unajua wazazi kama mimi sasa hivi naweza nikaa naenda kucheza labda mechi, nikamchukua mtoto wangu nikaja naye labda TRA. Na mtoto mdogo mmoja anajua timu zangu zote ninazocheza. Anakuambia hivi. Ukiwa timu hii anakuambia hivi, anakupigia simu siku moja kabla ya mechi labda baba kesho utashinda hivi na hivi, unajua. Yule anakuwa kwenye misingi ya mpira kwa sababu anaona mimi nacheza mpira na naenda naye labda kwenye mpira, lakini mimi mazingira ambayo nilikuwa nimelelewa sio ya hivyo. Kwa hiyo ndio maana unaona mimi sio shabiki wa mpira. Mimi unaweza kuwa kuna mpira na unajifunza kwa namna gani kupitia wachezaji wengine wakati wanacheza? Nafikiri yani hata sijui nikwambiaje. Yaani kuchukua knowledge kwa sababu unaweza kumwangalia mchezaji fulani labda mimi namwangalia labda tuseme Ronaldo, namna anavyofunga, namna anavyocheza. Wewe unatazama wapi kuona vile? Yaani ukiniona mimi naangalia mpira, labda yani kuna kampani labda wachezaji au labda mwalimu amesema kwa sababu labda timu fulani kisha tunacheza nao mechi inayofuata, tukae wote tuangalie, mimi ndo naweza ngaangalia mpira. Lakini mimi kama mimi niwashe TV hivi niweke mpira, siwezi. Ndio wako kwenye mpira ni ambaye ulimfuatilia ukapenda nyewe? Yani ni ngumu. Mimi ndio nimekutana na mchezaji wa kwanza kuniambia fuatilia mpira wala hana mtu ambaye alikuwa anampenda kwa kufocus kama yeye. Sifuatilii. Yani mpira kabisa hivi nifuatilie ni concentrated timu yangu hii fulani anacheza hivi kila siku. Najua tu kuna wachezaji labda Messi, Ronaldo, wengine wakina Gaucho,
nani hivyo yani. Unajua ukiwa yani kuna level fulani nilikuwa labda kombe la dunia hivi na hivi, lakini sasa hivi kombe la dunia linaweza likachezwa mwanzo mwisho mimi siangalie. Hata una hatari. Sasa tuambie maisha yako nje na Tabora United, nje na football. Kwanza badilisha jina hilo, sio Tabora. Kazi kweli nje ya TRA United. Maisha yangu nje na mpira ni kivipi? Sijakuelewa. Yaani naishi vipi? Ukiachana na mpira, yes. Ukiachana na mpira, vitu gani vingine unafanya? Nje na mpira ni biashara ndogo ndogo ambazo zinatuingizia kipato. Ni mtu ambaye napenda ni kukaa na familia yangu. Napenda kuwa nyumbani muda mwingi. Napenda sana, ni kitu ambacho napenda sana namba moja ambacho yani naweza nikatoa hata mpira nikaeka movie. Kwa hiyo ni mtu anafuatilia movie sana, yani napenda movie. Kwa basi unashinda nyumbani au unatembea kwenye nyumbani? Napenda sana kushinda nyumbani. Napenda sana kukaa ndani. Siri yako nini na wewe kukaa nyumbani? Kuna siri yoyote ambayo ipo nyuma yako? Hapana, nafikiri yani ni mazingira tu ya makemp kwa sababu nimecheza timu nyingi, unakaa makambini, unajua. Kwa hata na maisha yangu yako hivyo. Hata nikiwa kambini pia ni mtu ambaye nakaa sana kambini. Huwa nautumia muda wa mapumziko, kama nikipewa mapumziko mwalimu akisema nawakupa mapumziko basi nautumia kweli. Sasa Adamu bwana, umepita timu nyingi. Umepita timu nyingi. Ipi siri kwa mchezaji kupita timu vilabu mbalimbali? Ni CV yako unaitengeneza ama kuna kitu ambacho hakiendi sawa? Mchezaji mmoja kupita vilabu 6 ama mchezaji mmoja kwenye klabu moja kwa msimu mmoja akacheza vilabu viwili? Inategemea. Kuna vitu vingi. Kuna cha kwanza kuna maslahi. Cha pili kuna jinsi gani unaishi kwenye timu. Kuna hivi vitu viwili. Kuna maslahi. Kwa mfano nacheza sasa hivi hapa TRA. Tuseme TRA wamenipa labda 1000. Kesho labda natoka TRA, wakati bado naongea labda na TRA, labda inakuja timu nyingine labda Mtibwa inanipa 1500. Sio, unaelewa? Huo mfano inanipa labda shilingi 1500. Ikiwa ni wewe uwezi kubaki kwenye 1000, lazima utaenda kwenye nini? Kwenye 1500. Kuna wengine hela sio kitu, kuna kitu kingine cha zaidi. Ipo hivyo. Kuna timu nyingine hela sio kitu. Mimi nishakukataa hela. Nishakukataa hela timu kubwa, nikabaki timu ndogo na nikafanikiwa. Yaani timu kubwa ilikuwa inatoa hela sawa na timu ndogo. Sio, unanielewa? Nikaachana na hela timu kubwa, nikabaki timu ndogo, na nilivyobaki nikafanya vizuri, nikapata nafasi ya kwenda kucheza timu kubwa tena nje ya nchi. Kwa sababu nilikataa hela timu kubwa ya hapa, pengine ningejifunga, nikaenda kuchukua hela timu ndogo, ikanisaidia nikapata nafasi nikaenda kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo ipo, kwa sababu kuna muda TRA wanakupa 1000, Mtibwa wanakupa 1000, lakini unaangalia mazingira ya Mtibwa na TRA. Si umeelewa? Ndio kama hicho ulichokiongea wewe. Au labda Mbao wanakupa 2000, TRA wanakupa 1000, lakini unaangalia mazingira ya Mbao wanakupa 2000, unaangalia na mazingira wapi ya 1000 ya TRA. Pengine ukachukua 1000 ambayo ikakufanya ukafikia malengo yako, ukaacha 2000 ambayo kwa mtu akiangalia kwa macho anaiona ni nyingi. Kwa Adamu katika vitu vile ambavyo vimevitaja hapo, kipi ambacho unakizingatia zaidi? Pesa. Mimi nimelelewa Kichaga. Ndio maana kuna mzunguko mrefu kwenye CV yako pale. Mimi pesa. Mimi ukiweka hela ndo huyo. Mimi anaweka hela ndo huyo. Ndio huyo. Unajali hata mazingira yako wapi? Mimi nacheza mpira nipate pesa. Sikuwa tajiri mimi. Wala wazazi wangu hawakuwa matajiri. Kwa hiyo nacheza mpira nipate pesa. Unafahamu wachambuzi wa mpira? Nafahamu. Unawafuatilia? Siwafuatilii yani kiundani, ila kuna baadhi ya vitu navifuatilia. Wao wanatoa maoni kila mara mnapocheza ama namna ambavyo unatoka timu moja kwenda timu nyingine. Wao ndo maisha yao na kila siku wanatoa maoni. Hii leo unaweza kunitolea maoni kuhusiana na wao wanachokifanya? Wao wanachokifanya naweza kutoa, lakini italeta picha mbaya sana najua. Kwa sababu mimi nitachokiongea mimi nitakiongea ukweli. Sababu wachambuzi wao wanasema ukweli kila siku kuhusiana na Adamu. Ngoja ngwambie. Yaani sio ukweli. Yaani sio ukweli. Nataka kutolee mfano hapa. Mimi mchezaji. Yaani sisi wachezaji, katika wachezaji sio wote watakuwa level moja. Kuna wengine watakuwa hivi, kuna wengine watakuwa chini. Lakini sisi waandishi wetu wote wanajiona, yani wote wanaona wako kwenye top. Mwingine anachambua kitu ambacho yani hata wewe mchezaji unaweza, mimi labda ndio unaangalia mechi kwa mfano hivi, labda timu nyingine tofauti na timu yako, kinachochambuliwa yani wewe mwenyewe unaona kabisa sio kweli. Sio, umeelewa? Lakini mtu anaamini kwamba yeye yuko sahihi. Kwa hiyo nafikiri wanafanya kazi nzuri,
lakini wajitahidi kuendana na uhalisia, yani wafanye vitu vya kweli. Sio kwamba ni waongo, hapana. Yani kuna baadhi wanafanya kazi mpaka wewe mwenyewe unasema kabisa, da brother kweli anachambua mpira. Unaona, kuna mtu anachambua mpira, lakini kuna mtu mwingine anajua tu historia, lakini anajikuta na yeye ni mchambuzi. Si umeelewa? Kuna mtu anaweza kana anajua tu yani fulani mwaka 80 ngapi sijui na nini na yeye anajiona mchambuzi. Si umeelewa? Ila kuna watu ambao wanajua mpira. Si umeelewa? Wanajua. Wewe angalia Ulaya, watu ambao wanachambua mpira. Wewe angalia Ulaya, watu ambao wanachambua mpira. Asilimia kubwa ni watu ambao wamecheza mpira, wanaojua mpira. Si unaelewa? Kwa hiyo kwa ushauri wafanye vitu ambavyo vitaufanya mpira wetu ukue. Si umeelewa? Kwa sababu sisi tunawategemea wao wakichambua vizuri au wakirekebisha. Unajua kuna vitu hata wakisema labda fulani na hivi na hivi na hivi, lazima uchukue. Unachukua vile vitu, unaangalia kipi ambacho unakifanyia kazi, kipi ambacho unakiacha. Kwa sababu hata mjinga, naamini akikwambia kitu, aikushauri, ni mjinga na unajua ni mjinga. Lakini ndani ya ule ujinga kuna kitu ambacho kitakuwa cha maana, kinaweza kukusaidia kimoja wapo. Kwa hiyo yani wafanye kwa faida. Kuna mmoja ambaye unapitaga kwenye peji yake kila mara ambapo mkicheza, au kuna mmoja ambaye unapenda kufuatilia peji yake? Hapana, alafu mimi katika vitu ambavyo sifuatilii ndio hivyo. Kwa mfano comment, kwa sababu leo unaweza kucheza vizuri mchezaji, watu wakakusifia. Kesho unaweza kucheza vibaya, watu wakakutukana kwenye mitandao. Kwa hiyo ukiwa unafuatilia mitandao, leo huyu kanitukana na huyu, unaweza usifanye kazi yako. Kwa mara nyingi mimi sio vitu vyangu. Yaani mimi mitandao ya kijamii ninavyotumia, kwa mfano TikTok, labda Instagram, mimi na posti tu basi napita na mambo yangu. Mashabiki zako tutoe comment na utusome. Naangalia comment, naangalia nini? Naangalia labda comedy ndio vitu vyangu napenda kuangalia. Naangalia video tu za nini kama short movie na nini. Movie fulani inatoka lini, lakini sina muda mimi wetu wa kukaa eti nianze kusoma comment za watu, ukatukana huyu hajatukana, ukatukana huyu hajatukana. Sina hivyo vitu mimi. Kwanza sijali hata mtu akitukana, akinisifia sawa, akiniponda sawa, ndo ananijenga. Sawa, Damu wewe ni mshambuliaji bwana. Changamoto mnapitia nyingi. Ipi kubwa changamoto ambayo ushawahi kuipitiaga ukaiweka kwenye kumbukumbu yako kwenye safari yako ya soka mpaka ulikofikia hivi sasa? Changamoto ya kwanza kubwa ambayo nimeipitia, nilivunjika mkono, nikaikoa chuma mpaka leo nacheza na chuma. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni sasa hivi nadhani. Ni msimu uliopita na msimu huu. Kumisi ndo nilikuwa nataka nije huko. Hiyo ndo changamoto ambayo lako kubwa, lakini tunataka ulirudishe tena. Hiyo ndo changamoto ambayo napitia mimi kama mchezaji, kwa sababu watu wanaonifahamu na watu ambao wanajua damu wanategemea kuna vitu naweza kuvifanya, lakini mpaka sasa hivi sijafunga. Sio kwamba nimeshuka kiwango au labda sijui mpira, hapana. Kila mtu anajua kwamba mimi ni mfungaji mzuri na ninajua kufunga. Ila nafikiri ni kipindi tu ambacho kinampitia kila mchezaji. Ukiangalia hata Prince alikuwa afungi, Prince Dube, mtaje jina kwa sababu Prince Dube ndio. Prince Dube alikuwa hajafunga muda mrefu, alikuwa ana struggle, unamuona kabisa uwanjani anaumia. Na zile situation lazima zikuumize, yani hata kama wewe ni mshambuliaji mwingine. Unaangalia mshikaji hajafunga, anaumia na nini, na anajua kabisa ana uwezo wa kufanya kile kitu, lakini sio kwamba hajaamua. Inaumizaga sana wachezaji. Inaumiza, ni kipindi tu ambacho mtu anafanyaje, anapitia. Kwa hiyo hata mimi kuna kipindi ambacho napitia sasa hivi, ni mechi 4 nimecheza sijafunga, lakini naamini kwa uwezo wa Mungu nitafunga. Tukutarajie kwenye timu ya taifa Tanzania. Muda kidogo hujapita. Kila kitu ni Mungu ndo anayepanga. Naamini kwa sababu mimi ni Mtanzania na nishakuwa national team player. Naamini wakati utafika sahihi nitakuwepo kwa sababu mimi ni Mtanzania. Zungumza na mashabiki wako ambao wamemiss kumuona Adamu akiwa anatupia, lakini pia wakiwa wanatamani kumuona miongoni mwa wachezaji wazao ambao wanapendwa na wanatamani kuona kitu kikubwa kutokea kwako ukiwa unatoka hata tena nje ya Tanzania, lakini pia ama ukiendelea kusalia ligi kuu Tanzania bara ukiwa unafanya vizuri. Kwa washabiki wangu kwanza na waomba na niwatake radhi. Sijafanya vizuri kwa kipindi hichi toka ligi imeanza, naamini ninawaangusha mpaka nyie ambao mmenifanya mimi kuwa hapa au ambao mnaamini kwamba mimi na uwezo wa kufanya kitu kikubwa. Nawaomba muweze kunivumilia. Naamini kuanzia mechi ya kesho kama nitapata nafasi
kuna kitu ambacho mtakiona nitawazawadia. Na mimi miongoni mwa mashabiki zako tunakushukuru sana, tunakutakia kila la heri. Shukrani. Asante sana.